Jinsi ya kutuma maombi ya mkopo wa elimu ya juu. Hizi ni hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, hakikisha una namba yako ya mtihani wa kidato cha 4. Jaza katika mfumo kwa kujaza namba ya shule, namba yako ya mtihani na namba na mwaka wa kuhitimu elimu ya sekondari. Kisha taarifa zako zitakuja, jina la shule na jina lako mwanafunzi. Then utaenda application category. Kama ni bachelor degree utajaza bachelor degree, na basic place utajaza aidha ni Tanzania bara au ni Zanzibar utajaza. Kisha utajaza RITA verification number, na baada ya hapo utasearch RITA details. Hapa itakuletea taarifa zako za cheti cha kuzaliwa, majina yako ya matatu, majina ya mama na tarehe ya kuzaliwa pamoja na entry number. Kisha utaconfirm taarifa zako za birth za RITA birth detail. Kisha utaconfirm taarifa zako za RITA, na baada ya kuwa umeconfirm, mfumo utakuletea kujaza namba yako ya simu pamoja na email. Kisha kwa chini imeandika generate control number. Utabofya hapo ili uweze kupata control number, na baada ya kuwa umepata control number utapaswa kulipia. Kwa degree ni 30,000, na baada ya kuwa umelipia itakupeleka moja kwa moja katika kutengeneza password ya akaunti. Na baada ya kuwa umetengeneza password utabofya create account to continue, then login kwenye akaunti yako kupitia username ambayo ni namba yako ya mtihani pamoja na password ambayo umetoka kutengeneza. Baada ya kuwa umejaza hizo taarifa login, na mfumo utakupeleka kwenye dashboard. Utabofya sehemu iliyoandika continue application. Baada ya kuwa umebofya hapo, itakuletea taarifa zote ambazo kuna basic information, demographic information, preliminary information, education information, guarantor information, preview information, attach signed form pamoja na view application status. Tunaanza na basic information. Utakuta kuna taarifa baadhi, lakini kuna sehemu ya kujaza passport yako. Baada ya kuwa umeweka passport size yako, itakupeleka kujaza taarifa za benki, na baada ya kuwa umejaza taarifa za benki na account number yako, utasearch account detail na itakuletea majina ya akaunti yako, na hakikisha majina yafanane na jina lako la shule. Kisha utabofya next kwa ajili ya kuconfirm taarifa zako, na then utaenda hatua ya pili ambayo ni demographic information. Hapa itakuletea taarifa zako za birth details ambazo ni cheti cha kuzaliwa, taarifa zako kama zilivyojazwa, na then utachagua mkoa uliozaliwa na wilaya uliozaliwa. Kisha utajaza NIDA number. Baada ya kuwa umejaza NIDA number, chini imeandika validate NIDA number, na hivyo utabofya hilo neno validate ili kuweza kuhakiki namba yako ya NIDA kwa kujaza maswali utakayoulizwa. Baada ya kuwa umefaulu, itakuletea taarifa zako za NIDA, na kisha utasave detail, then utabonyeza next kwa ajili ya domicile detail, na hapa ndipo utakapojaza reference number ya NAPA ambayo tayari umekwisha kuipata. Baada ya kuwa umejaza, itakuletea taarifa zako za NAPA kwa kubofya search NAPA details. itakuleta taarifa zako pamoja na passport size yako, then utasave
domicile detail, na kisha utaenda sehemu inayofuata ambayo ni hapa ni kuconfirm taarifa zako. Tutaenda hatua inayofuata ambayo ni preliminary information. Hapa kuna applicant disabilities ambapo utajaza kama wewe ni mlemavu, utajaza yes, kama sio utajaza no, na kisha utaenda sehemu inayofuata ambayo ni father's detail. Father detail utaulizwa is your father known, utaweka yes kama yupo anajulikana, na kama yupo utaweka no, na kama baba yuko hai imekuuliza utajaza yes, na baada ya kumejaza yes itakupeleka kujaza taarifa za mzazi ambaye ni baba, na baadaye chini utajaza namba ya reference kutoka NAPA. Baada ya kumejaza hizo taarifa, hakikisha umejaza kila kipengele ambacho kiko wazi, na baada ya kumejaza utabofya save detail NAPA details, na itakuletea taarifa za NAPA kama ulivyosajiliwa katika mtaa wako na pamoja na passport size yako. Hapa utaconfirm taarifa zako ili kuendelea. Kisha itakuuliza does your father have any disabilities? Utajaza kama ana ulemavu wowote, kama hana utaweka no, na if is your father in prison, kama ni mfungwa utajaza taarifa zake, na kama sio utasema no, na tutaenda kusave details za baba. Baada ya kuwa umesave taarifa za baba, tutaenda taarifa za mama pia tutajaza kama tulivyojaza kwa baba. Is your mother known? Utajaza kama yupo, kama hayupo utasema no, na utaendelea. Is your mother alive? Kama yupo, kama hayupo utajaza taarifa za cheti cha kifo, na tutaendelea kujaza majina yake matatu, kazi yake, elimu yake, physical address, namba ya simu, email pamoja na NAPA details. Baada ya kuwa umejaza taarifa hizi, utasave taarifa za NAPA, then utaenda hatua inayofuata kuconfirm taarifa za NAPA na kujaza maswali yaliyoulizwa. Does your mother have any disabilities? Utajaza kama sio utajaza no, kama ni yes utajaza, na hakikisha unapojaza uwe na taarifa za uthibitisho kutoka kwa daktari, na utasave details, then tutaenda next kwa hatua inayofuata. Ukibofya hapo itakuletea TASAF details. Ikiwa wazazi wanatumia TASAF, basi utajaza taarifa zake ambazo ni namba ya kadi ya TASAF. Kama sio utajaza no, na tutaendelea katika hatua inayofuata kwa kusubmit TASAF details. Baada ya kusubmit tutaenda hatua inayofuata applicant orphanage center information. Hapa utajaza taarifa za orphanage center kama wewe unatokea katika vituo maalum vya watoto yatima, basi utajaza taarifa zako. Kama sio utaweka no, na tutaendelea na kipengele kinachofuata ambacho ni guardian details. Hapa ni taarifa za mlezi. Kama unaye mlezi utajaza yes, na kama hauna utasema no. Akiwepo utajaza taarifa zake kama ulivyojaza zile za wazazi, utajaza pia za mlezi, then utaconfirm taarifa zako za preliminary information. Kisha tutaenda taarifa za elimu, kipengele kinachofuata form 4 details. Utajaza kama ulifanya mtihani mara moja, kama ulirudia pia utajaza, na utaendelea kujaza taarifa zingine, then tutaenda next.
Hapa kama una form 4 sponsor, ulifadhiliwa masomo yako, utajaza. Kama hauna utasema no, na tutaendelea na hatua inayofuata kwa kubofya next. Tutaenda post form 4, utajaza. Ikiwa ni form 6 basi utaweka form 6, ikiwa ni diploma utajaza diploma na utajaza taarifa zake. Kama ni form 6, your examination number was under NACTE, utajaza yes kama ulifanya mtihani wa NACTE wa NECTA, na utajaza index number. Kama ni nje ya nchi pia utajaza taarifa zake kama zinavyohitajika. Baada ya kuwa umejaza, utasearch form 6 detail, na hapo itakuletea taarifa za shule yako, na baada ya kuwa zimeletwa tutaenda hatua inayofuata ambayo ni FTC status, then tuta preview details na kuconfirm taarifa zetu tulizojaza za elimu. Baada ya hapo tutaenda, huyu ni mdhamini wako, na hapa unaweza kumchagua baba, mama au mlezi kama utakuwa na mlezi, na utajaza taarifa zake kwa kujaza sign OTP ambayo utaiomba kwenye upande ulioandikwa request sign OTP. Baada ya kuwa ume request, message itaenda moja kwa moja kwenye namba ya simu ya mdhamini ambayo umemweka kama ni baba, mama au mlezi, na utachukua ile SMS na kujaza zile OTP zitakazokuwa zimetumwa kwenye simu yake, kisha utaconfirm OTP, na baada ya kuwa umeconfirm tutaenda kujaza taarifa za utambulisho, kama atatumia NIDA au atatumia kitambulisho cha mpiga kura au passport au kitambulisho cha Mzanzibari. Utajaza taarifa zake, na tuseme unatumia NIDA, tutajaza taarifa za kitambulisho cha NIDA kwa kujaza namba ya NIDA, na kisha utaulizwa maswali ili kuthibitisha NIDA yako, na baada ya kuwa umethibitisha utaweka picha yako pamoja. Baada ya kuwa umethibitisha kwa kujibu maswali, utaweka passport size, then utasave guarantor details, na hapo utakuwa umekamilisha taarifa zako za maombi ya mkopo. Kinachobaki sasa ni kupreview information, then download taarifa zako. Kama umepreview kaona ziko sahihi, download taarifa form yako ili kwenda kusaini page namba 2 na namba 5. Baada ya kuwa umesaini, utazirudisha kwa ajili ya sehemu inayosema attach signed form, then utaattach page namba 2 na namba 5, na baada ya kuwa umeattach utaweza kusubmit, na hapo ndipo utakapokuwa umekamilisha maombi yako ya mkopo. Kumbuka kusubscribe Jack Media TZ. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.